Kufuata habari za leo iliyojiri nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wana mapinduzi wa M23 wamechukua udhibiti wa eneo la Mai Mingi katika wilaya ya Shabunda jimboni Kivu ya Kusini. Wakati hayo yakijiri, aidha ndege iliyokuwa inabeba waziri wa madini imeanguka katika mji wa Kolwezi katika mkoa wa Lualaba. Tukio hili linakuja baada ya kivimbe katika eneo la madini la Malonda. Wapiganaji wa M23 wamechukua vijiji vya Mai Mingi 1 na 2 katika wilaya ya Shabunda katika mkoa wa Kivu ya Kusini. Uchukuaji wa maeneo haya ulifanyika baada ya mapambano makali kati ya wanamgambo wa M23 na jeshi la Kongo likisaidiwa na wapiganaji wa Zalendo. Maelezo na Heritier Baraka. M23 imefungua mkondo mpya huko Kivu ya Kusini Jumapili Novemba tarehe 16. Wapiganaji wa vuguvugu hilo waliteka kijiji cha Mai Mingi katika eneo la Shabunda kufuatia shambulio la kushituza dhidi ya jeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC linaloungwa mkono na wazalendo. Kulingana na duru za mahali, vikosi vya kawaida vilipigana hapo awali kabla ya kurudi nyuma. Kituo cha afya cha Nyalubemba kilichopo Kimbili kimekuwa kimepokea raia na askari waliojeruhiwa tangu Jumapili na kupita uwezo wake. Kuanguka kwa mji wa Mai Mingi kuna ashiria hatua ya mabadiliko, kikiwa kwenye mpaka wa eneo la Walungu chini ya udhibiti wa M23. Kijiji hiki hadi sasa kilikuwa kimewakilisha ngome ya jeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa maendeleo haya, M23 imeanzisha uwepo kwa mara ya kwanza huko Shabunda, eneo la mwisho katika jimbo la Kivu ya Kusini ambapo haikukuwa na uwepo wa waasi wa M23. Mashirika ya kiraia tayari yaripoti kuhama kwa watu wengi na maelfu ya wakaaji wamekimbia eneo hii mwishoni mwa juma. Huku Kimbili, hofu inaendelea miongoni mwa wakaaji ambao wanaogopa kusonga mbele kuelekea mjiji nyingine. Tangu mapema mwaka huu, waasi wa M23 wamedhibiti jiji la Bukavu na umekuwa ukipanua ufikaji wake hadi ndani ya jimbo hilo. Kulingana na vyombo vya ndani, mashambulizi ya Mai Mingi yanadhibitisha nia ya kuunganisha upanuzi huu licha majadiliano inayoendelea ya kisiasa. Uvamizi huu mpya unakuja wakati Kinshasa na M23 zilitia sahihi makubaliano ya mfumo mjini Doha mnamo Novemba tarehe 15 yenye lengo ya kufikia amani ya kudumu mashariki wa DRC chini ya upatanishi wa Qatar. Wakati kutiwa sahihi kwa makubaliano ya Doha kulipongozwa kama hatua ya kupunguza vita nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mashambulizi ya Mai Mingi yanasisitiza udhaifu wa mchakato huu. Huku Kivu ya Kusini mashariki ya kiraia yana wasiwasi kuhusu uwezekano wa kuongezeka na inatoa mwito kwa wapatanishi wa kimataifa kuhakikisha kwamba ahadi zimetolewa zinaheshimiwa. Jimboni Kivu ya Kaskazini, Katembo Isevisia Abraham, msimamizi mpya wa wilaya ya Lubero chini ya M23, ameweka mkutano wake wa kwanza mbele ya umma huko Kirumba, zaidi ya kilomita 115 kaskazini mwa mji wa Goma. Katembo Isevisia Abraham anahakikisha wananchi wake kuhusu usalama. Aliashiria kwamba hakuna atakayejitenga juu ya wananchi kwa sababu anasema mamlaka ziko hapa kuhudumia wakazi. Ripoti kutoka seli ya mawasiliano ya Lubero. Mkoa wa Kirumba mtaani Lubero iliweza kupokea mazungumzo ya kwanza pamoja na raia ya kiongozi mpya wa mtaa wa Lubero, administrator Katembo Isevisia Abraham, mbele ya umati wa watu ambao walikuja kumsikia na kupokea mpangilio mpya wake. Hawa walichukua muda kuweza kumpatia nukta kulingana na yale ambayo yafanza, hawa wakimuita mtoto wa nyumbani. Kabla hajachukua matamshi, huyu aliweza kutanguliwa naye
naye administrator makamu ambaye aliweza kuzungumzia juu yake. Katembo Isevisia Abraham, administrator wa mpya, aliweza kufahamisha kuwa ni sharti wakaazi waweze kuzungumza pamoja, watumike pamoja, wafanze uchumi na hao waweze kuchukua muda ya kuleta usalama maeneo hiyo kama vile inavyoomba chama AFC M23. Nyinyi wakaaji wa Kirumba mjue kwamba chama AFC M23 kama vile tulikuwa tukiwazungumzia hapo awali, muendelea kutuaminia kwa kazi ambayo tunayafanya. Nyinyi kama raia, nyinyi ndio viongozi na nyinyi ndio dhahabu ya chama, na mtu akaenda kinyuma ya yale ambayo tunayazungumzia, ambaye atawanyanyasa, huyo mtu si kwamba haende vizuri makinaganaga na chama. Sisi hatutakubalia mtu yeyote atakaye kamata raia kama vile raia ambayo ni watu ambao wana samani au askari wa chama cha M23 ambaye atakusudia kuweza kuenda kinyuma na hatua hiyo. Sisi kama wa viongozi ama mimi administrator kubali hiyo, awe mwanamemba awe mtu yoyote wa chama, sisi hatutakubali mambo haya ndani ya mtaa Lubero. Hiyo kulingana. Kwa kuonesha furaha yao, wakazi wa eneo hiyo waliweza kushimama katika furaha na shamba wakiimba nyimbo za kiasili ambayo zinaunganisha kamati zote bila ubaguzi wa makabila ambayo yapatikana maeneo huko Lubero. Waliweza kuimba mbele ya kiongozi. Walikuweko pia viongozi wa mitaa mbalimbali inayopatikana maeneo hiyo ya Lubero na kazi mbalimbali za kiserikali zisizokuwa pia za kiserikali na kijeshi, ili waweze kumpokea administrator mpya wa mtaa wa Lubero maeneo hiyo wa mkoa wa Kirumba. Tunabaki jimboni Kivu Kaskazini baada ya mauaji katika wilaya ya Lubero katika mkoa wa Kivu Kaskazini. Baraza la vijana la Butembo linahitaji kujihuzulu kwa kiongozi wa nchi. Wanasema kwamba Rais Felix Tshisekedi ameshindwa kuleta amani katika mashariki ya demokrasia ya Kongo. République démocratique du Congo, province du Nord Kivu, territoire de Lubero. Déclaration des jeunes de Musimba, Kiambo et Bweteta en rapport avec la situation sécuritaire inquiétante. Nous, la jeunesse des entités susmentionnées, représentée par les différentes structures, dont l'Union des jeunes catholiques, IGC, les mouvements citoyens, le comité estudiantin de l'Istem Butembo, les aspects des jeunes, avons siégé en synergie ce dimanche 16 novembre 2025 à Musimba, de 8h juste à 11h, pour analyser et proposer des pistes de solutions à la situation sécuritaire préoccupante dans nos entités citées. En fait, compte tenu des cas répétitifs d'insécurité qui prévalent dans nos entités, notamment les affrontements réguliers dans des lieux publics qui opposent les groupes armés communément appelés Bozalendo, à l'occurrence le cas de Tabora contre celui de Mavina, proche de nos milieux, le cas de Violé contre celui de Bweteta. Ces affrontements se suivent toujours des conséquences néfastes dans les chefs de la population, dont les auteurs se disent être protecteurs de cette dernière. Elles sont, entre autres, le déplacement massif de la population vers les zones supposées sécurisées, la perte des biens matériels, le traumatisme, la perte des vies humaines, dans les cas les plus récents est l'assassinat de la jeune étudiante de l'Istem Butembo, répondant au nom de Kavira Yaoula Rosette, survenu mercredi 12 novembre 2025 à Metebe Musimba à 16h30 en revenant calmement de l'Oritoire. Eu égard à ce qui précède, pour mettre fin à cette situation alarmante, exigeons au gouvernement
délocalisé dans un délai de 48 heures à dater du lundi 17 novembre 2025 des cas de Wazalendo dans nos entités. Il s'agit les cas de Bweteta, de Violet, Ndando, Tabora et Mavina. Arrêtez immédiatement les auteurs des crimes. Organisez des audiences foraines pour juger les présumés auteurs des crimes. Assumez la responsabilité dans les phénomènes Wazalendo. 2. Au Wazalendo de cesser immédiatement toutes leurs activités dans nos entités. 3. La population de se désolidariser de ces groupes armés au terme de différentes exactions. De rester mobilisés pour la promotion des valeurs civiques et morales. En définitive, la jeunesse de Musimba, Kiambo et Bweteta veillera à la stricte application des exigences citées. À chaque partie de déjouer son rôle. Dans les cas contraires, nous passerons aux actions de grande envergure constitutionnellement reconnues aux citoyens congolais et tenons les dirigeants d'assumer toutes les conséquences qui en découleront. Ainsi fait à Musimba, dimanche 16 novembre 2025, nous vous remercions. Na hapa mjini Goma, Meya Julien Katembo analaumu udanganyifu katika ukusanyaji wa michango kwa ajili ya usafi. Anadai kwamba watu wasio na mamlaka wanakusanya michango hii kinyume cha sheria na kukumbusha kwamba ni wawakilishi pekee waliopitishwa kwenye mamlaka wanaweza kufanya hivyo. Anawasisitiza wananchi kutoa taarifa kwa polisi kuhusu wakusanyaji wa uongo. Meya pia anabainishia uhamasishaji duni katika Salongo na kutangaza kuwasili kwa malori mane ya kuondoa takataka haraka. Ni kusema mkomindi Karisimbi kulionekana ni kweli uzembe, lakini tusikisi kama umeri tumekamata meziri, tumisha tafuta wikamio ben zenye a partir ya leo zinaanza kazi. Ni kusema siku ya kwanza uchafu haitaonekana tena. Ni meziri yenyewe tumekamata sababu kulionekana uzembe ni kweli, lakini tangu siku ya kwanza hakuna uchafu itaonekana barabarani mkominde de Karisimbi vile vile na mkominde Goma. Ni kusema ile programu tumeikamata na association cooperative yenye itatusaidia kupanda ile miti. Ni kusema leo kunakuwa joto kali, réchauffement climatique yenye inatokana na watu kukata miti. Lakini sisi tumekusudia kama tunaweza kusaidia raia yetu na sisi wenyewe kuona namna gani tutapanda miti. Ile samedi nyingine ilipita tulianza programu na gouverneur de province, liwali wa jimbo Bahati Erasto Musanga, lakini itaendelea sababu tutaenda quartier par quartier kupana miti kwa chef de quartier na chef de quartier wapani kwa raia. Ni kusema itaenda namna gani? Tunaanza na commune de Goma, après pale tunaenda tunamalizia kwa commune de Karisimbi. Ni programu yenyewe itaendelea kupanda miti na vile vile tutaendelea na programu nyingine ya kupanda miti ku Mogoma, sababu naona Mogoma inakuwa wazi na ile nayo inaacha inaweza basikia miti inazuia kukua na erosion. Watu wanafamia kujenga kunani ku Mogoma na hawapande miti. Sasa ile inaweza create erosion. Kuongoza ni kukinga, c'est prevenir. Ni kusema sasa tuko na programu na pale nako tutapanda miti. Ni kusema kwanza projet ni kupanda 20,000 arbres, 12,000 chenye tuko na tarisha tupande na ziko tayari. Tutaanza kuzigawia population kusudi tuone kama ile programu ile mpango itaendelea vizuri. Tujelekeze jimboni Lualaba. Ndege iliyokuwa inabeba ujumbe wa waziri wa madini wa DRC ilianguka Jumatatu leo tarehe 17 Novemba katika uwanja wa ndege wa Kolwezi katika mkoa wa Lualaba. Ndege hiyo ilikuwa inatua wakati ilipokosa njia na kuwaka moto moja kwa moja. Kwa mujibu wa ushuhuda wa awali uliochukuliwa na Kivu Morning Post, wanachama wote wa ujumbe waliweza kuondoka kwenye ndege kabla ya moto, hivyo kuepuka madhara yeyote.
Ndio kwa kufunga bure. Kama naendelea kule kani mama. Na waziri wa mambo ya ndani na usalama Jacquemain Shabani Luko amewasili Buta katika Bazuele ambako alianza kazi yake ya kuzunguka. Alijadili na wananchi ambao walikuja kumkaribisha. Waziri alikumbusha hatari za usalama, uwepo wa waasi wa Mbororo, umuhimu wa uangalizi wa pamoja mbele ya mzozo katika mashariki ya nchi pamoja na kusainiwa kwa makubaliano ya Doha. Tukibaki katika eneo la Katanga, Dani Banza akirejea katika ngome yake ya Katanga mwishoni mwa wiki baada ya mwaka mmoja ugenini, ameimarisha uaminifu wake kwa Rais Felix Tshisekedi. Mbele ya umati wa wafuasi aliwachambua maadui wake wanaojaribu kwa mwajibu wake kupelekea mgawanyiko. Kiongozi huyo wa kisiasa alitoa mwito kwa msingi yake kuunga mkono kwa nguvu juhudi za kiongozi wa nchi za kurejesha amani hasa katika mashariki ya nchi. Ripoti. C'est à bord de ce jet privé que l'ambassadeur Dani Bonza Maloba a regagné son Katanga natal l'après-midi de ce samedi 15 novembre 2025 par l'aéroport international de Laluano. Au bas de la passerelle, le fils du terroir est accueilli d'abord par les autorités coutumières. Juste après, plusieurs têtes couronnées des partis politiques membres de l'Union sacrée de la nation, dont l'UNAFEC avec Mireille Massangou, Dibibi Mouloko, l'UDPS représenté par les sénateurs Dani Kabongo ou encore son parti politique, l'Avenir du Congo. S'ensuit une longue procession où à cœur joie, cadres et militants des partis de la mouvance présidentielle ont accueilli l'aigle du Katanga. À la sortie de l'aéroport, tout le monde veut voir l'ambassadeur Dani Bonza Maloba. Pour défier même les Thomas, Dani Bonza Maloba, on dit une fils du Katanga, s'est perché au-dessus d'une jeep pour communier avec les siens le long de la route de l'aéroport. Après environ 3 heures de marche, c'est en début de soirée que le cortège atteint la place de la Poste où l'attendait une foule galvanisée à laquelle il s'est adressé en ces termes. Natafuta mbele kurendre hommage parce que leo kama nafika hapa amnorulobe mnaliwa kukombi kwa nguvu sana baenemi yangu bale wao natafuta kujiapproprier chef. Le chef de l'État est le symbole de l'unité nationale et il appartient à toute la République. Haina vile Fachini wetu shingo haina vile donc hakuna mtu kwa certificat mkilari asema atamprivatiser haina vile. Donc leo tunatafuta kwanza par rendre hommage kwa chef de l'État na bibi yake la première dame Maman Denise Bojo bali ni protéger bana sécuriser ba ennemi yangu yote bana neutraliser. Jo pale munaona leo mtoto wenu anafika hapa en bonne santé. Tunapigie mbele président de la République kono Maman Denise, tunapigie Maman Denise kono président Faki. Tunaona tunafika wakati Kongo yetu inatraverse maproblème mingi sana. Hapa tunafika wakati ifo kurudisha amani muhimu kini. Pale mwenyeona mimi narudia hapa ni juu niko na encourager processus de paix na soutenir processus ya Doha na ya Washington. Kuile ma processus mbili chef de l'État atarudisha amani muhimu kini. Tunasikilizana. Vita tutake tena. Ile vitu ya vita tutake tena. Tuko besoin président de la République apate ma soutien yetu et par toutes les voies diplomatiques ku Doha na ku Washington na benjake d'Américain baturudishie amani. Haina vile. Tuko besoin amani. Mulamushe mikono. Wote wale besoin paix. Ale mulamushe mikono. Oneshe que Doha, Washington, nous avons l'élection à la Katanga, nous nous disons paix.
Gouverneur Kazembe, bonne chance. Vous, Kazembe, population hii ndio iko derrière wewe. Ni juu ilipata ma déception mingi. Maintenant, chance ni wewe. UDPS, AFDC, UNAFEC et ACO, ainsi que d'autres dont les mouvements et associations, les membres des confessions religieuses et la société civile. Gratitude oblige. Dani Bonza Maloba a dit merci à tout le monde pour cet accueil chaleureux lui réservé. Na za michezo, kwa kumalizia taarifa ya habari, timu la taifa la DRC imefunga Nigeria kwa mikwaju ya penalti 4-3 Jumapili mjini Rabat baada ya mchuano wa sare 1-1 mwishoni mwa muda wa kawaida na nyonzo. Elia Meshak alisawazisha kwa ajili ya Leopard baada ya kufunguliwa kwa bao la Nigeria. Ushindi huu unaruhusu DRC kuendelea na hatua yake kuelekea kombe la dunia baada ya kufuzu kwa hatua za mwisho za kimataifa kuelekea kombe la dunia. Leopard walirejea kwa sherehe kubwa Kinshasa Jumatatu wakikaribishwa na Rais Felix Tshisekedi. Pendo mtazamaji, ni pamoja na habari za michezo toka Kinshasa ndio tunakomesha habari za leo za Kiswahili ya Kivu Morning Post TV, tukitangaza moja kwa moja kutoka mjini Goma, mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Tukutane hivi karibuni kwa habari zingine.